Bwana asifiwe na kusalimu siku ya leo katika jina la Yesu. Natumaini uko buheri wa afya na uko mzima na Mungu amekulinda na amekutunza. Ningeomba tushiriki neno la Bwana mchana wa leo, maana yeye ni Mungu wa haki na yeye ni Mungu mwaminifu. Ningeomba tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu na kuinua na kuabudu na kushukuru nikisema ni asante. Umetujalia mchana mwema, mchana uliojaa baraka na ushindi, maana wewe ni Mungu wa haki, wewe ni Mungu mwaminifu. Tunaenda kumega neno lako Jehova. Wacha neno lako likatutetee na likatupigania na likaleta ushindi katika maisha yetu, maana wewe ni Mungu wa haki, wewe ni Mungu mwaminifu. Amen. Ninaitwa Catherine Zawadi katika YouTube. Ningeomba unifollow, like and subscribe, na katika TikTok ni Catherine Njuguna. Mchana wa leo tunaenda kushiriki neno la Mungu, na kichwa cha ujumbe wetu wa siku ya leo ni habari njema ama good news kutoka kwa Mungu. Tukiangalia katika 2 King 7 mstari wa kwanza inasema, kulikuwa na njaa ya miaka 3. Utaweza soma ndio uweze kuelewa, unaweza soma pia katika 2 King 8 verse 1 kama vile njaa ilivyoanza katika nchi ya Israeli. Lakini tutaenda direct katika 2 King mstari wa kwanza verse 7 inasema, Elijah alisimama akatabiri akasema, kesho masaa kama haya unga ule ulio mzuri utauzwa kwa shekeli 2, na shairi iliyo nzuri itauzwa shekeli kilo 2 itauzwa kesho katika, ama shairi iliyo nzuri itauzwa katika shekeli. Sijui kwa shekeli ilikuwa inamaanisha nini, labda katika sisi saizi ni kama uambiwa kesho unga ugali itakuwa inatoka 20 bob, utauliza itafanyika aje? Kama yule amri mkuu wa jeshi alipouliza yule ambaye mfalme alikuwa anamtegemea, aliweza kuuliza Elijah itakuwa aje, labda Mungu afungue madirisha ya mbinguni ndio jambo hilo liweze kutendeka. Elijah akamwambia ya kwamba utaona jambo hilo lakini hautaweza kukula. Wakati aliposema hivyo na alipotabiri akamaliza, kulikuwa na watu walikuwa na ukoma, watu 4 walikuwa wameketi katika lango. Wakasema, tukikaa hapa tutakufa, tukiingia ndani ya mji pia tutakufa. Ni heri tuende kule kwa Washemi. Kama Washemi watatuhurumia, watatufanyia fadhili, na kama watatuua na wacha tufe. Wakashika njia wakaenda. Wakiwa karibu kufika katika hema ya Washemi, Washemi wakasikia sauti iliyo kubwa, iliyo kama tetemeko kubwa ikikuja. Wakasema, Israeli wamenunua jeshi kutoka katika nchi jirani ili wakuje watumalize. Mungu alifanya miguu ya wale watu waliokuwa na ukoma 4 kukaa ni kama inakaa kama kutingika, ama kama radi, ama kama ngurumo, ili ya kutisha wale watu wakatoka. Wakati Mungu anapopeana ujumbe, yeye mwenyewe huwa anatoka kufanya. Elijah alitoa unabii akasema, kesho masaa kama haya unga mzuri, ama acha tuseme raha mzuri, kama vile tunaita kafagara iliyo mzuri, maana watu wengi wanajua kafagara, itakuwa inauzwa kwa shilingi 20. Hakusema vile itakavyofanyika ama ni nini itafanyika ndio ifanyike, lakini alideliver the message of God. Maana katika Israeli kulikuwa na njaa ya miaka 3.5. Kwa hivyo kulikuwa na drought, na ukisoma vizuri hapo nyuma kidogo kulikuwa baka mtu alikuwa anasema, leo tutatoa mtoto wako, wewe ndio tunachinja tukule mtoto wa kwako, ama leo tutatoa punda ya kwako tukule. Kwa hivyo hakukuwa na tumaini, lakini Elijah alisema, masaa kama haya kesho unga iliyo mzuri itauzwa kwa shekeli iliyo nzuri. Haijalishi vile itakavyofanyika. Mungu akaingia akajaza wale waliokuwa na ukoma 4, akawaambia, akajaza mioyo yao, akaona ni vizuri watoke. Wakati walifika katika zile hema, walipata Washamu wameshatoroka. Maandiko inasema wakakula na wakakunywa na wakaficha dhahabu katika mashimo. Lakini wakati waliporejea wakasema, hatufanyi vizuri, kuna habari njema ama kuna good news, tunafaa kurudi twende tuseme. Wakati waliporudi kwenda kusema habari njema, maandiko ikapata kutimia. Maana ukisoma hapo chini 19, wakati mfalme aliweza kuteka nyara na kurejesha kila kitu, wakati kwa geti kulikuwa kunafaa kuuzwe unga mzuri, pesa mzuri, akaeka yule alikuwa amri wa jeshi akasimamia. Watu kwa maana ya mungangano wakamkanyaga wakakufa. Maandiko yakapata kutimia.
Nataka nikueleze siku ya leo, mchana wa leo, kuna habari njema Mungu anakuletea. Kuna good news ambaye Mungu anakuletea. Haijalishi itatimia aje, haijalishi ni nini itafanyika, lakini Mungu anaenda kufungua njia ya ajabu, njia usiyokuwa unatarajia kukuletea habari njema. Yawezekana unaona mwaka umeisha lakini kuna mambo hujetenda. Yawezekana biashara yako haifanyi vizuri. Yawezekana daktari amekuambia umebakisha miezi miwili kukufa. Ninataka nikupe habari njema. Hiyo miezi 2 itafika na ipite hadi kile kifo Mungu aliyokuwa amekuandalia itakapotimia. Yawezekana landlord wako amekupea deadline na amekuambia by tomorrow this time usikue kwa hii nyumba. Nataka nikueleza habari njema. God is God of wonders. God is God of miracle. Anaenda kukuletea habari njema. Hiyo aibu haitakuweza kukukuta. Yawezekana umepewa deadline, umeambiwa hiyo shamba, umeambiwa na koti uachilie. Mungu anaenda kutenda maajabu. Yawezekana ukiangalia biashara yako unaona kesho hauna haja ya kufungua, maana hata hauna pesa ya kuleta stoko. Lakini ninataka nikueleze, pokea habari njema kutoka kwa Mungu. Si mimi, maana mimi siwezi kukupa habari njema, lakini Mungu Mwenyezi tu ndiye anaweza kukupa habari njema. Yawezekana umepatiwa habari mbaya kwa muda mrefu. Yawezekana umepatiwa habari ya huzuni kwa muda mrefu. Yawezekana kila wakati kuanzia January up to now ni habari mbaya umekutana nayo. Lakini mchana wa leo nataka nikwambie katika 2 King 1:1, ati kesho masaa kama haya unga itauzwa kwa bei mzuri. Ama ninataka nikueleze hivi, kesho masaa kama haya your report itakuwa imechange. Ni nini unafaa ufanye? You have to take a faith, and when you hold on faith, God is going to do wonders. Nataka nikupe testimony. Kuna wakati nilikuwa sina pesa ya kulipa nyumba, na mahali nilikuwa ninakaa that time ilikuwa deadline ni tarehe 5, na kama hujalipa nyumba by date 5 wewe yako inafungwa, na hakuna kuongea na hakuna kufanya chochote na hakuna kujiexplain mahali nilikuwa ninakaa. Nakumbuka ilikuwa Jumapili, nilienda kanisani na nikahubiri about to break the curse. Nikarudi nyumbani kiatu changu kikiwa kimekatika. Hata jioni sikuwa ninajua nitakula nini, na kesho ni siku ya kulipa nyumba. Nikaambia Mungu, ninakushukuru, ninakutukuza. Mimi sijui vile utakavyofanya, lakini ninaamini nyumba hii haitafungwa. Nikiwa nimekaa kwa nyumba nimetulia, na nilikuwa sina kitu ya kukula. Actually nilikuwa nimekunywa chai ya rangi na KDF. Nikajiuliza what next. Nikiwa nimekaa kwa nyumba nilisikia tu nimechoka kukaa kwa nyumba. Nikasimama kuangalia kwa balcony mwendo wa saa 8. Mimi I'm giving you my own testimony what God did to me. Na kesho nyumba ilikuwa ifungwe, na hakuna mtu yote nilikuwa natarajia nipatie pesa. Nikiwa nimesimama nikaona message imeingia saa 7:05 kuna pesa iliingia kwa simu, na ilikuwa ni 5,000, na nyumba nilikuwa nalipa that time 3,000. Nikajiambia ni nani amenitumia pesa, na sikukuwa na anybody anastahili kunitumia pesa. Nikaona imeleta jina ya Kijaluo, na sina mtu yote nilikuwa namjua ama tulikuwa na uhusiano Mjaluo. Nikapiga ile namba nikamwambia kuna pesa umetuma katika simu yangu na sikumbuki tukiwa tunafanya nawe biashara yoyote. Akaniambia I don't talk to people like you. Nikajiambia oh really, you don't talk to people like me? I'm telling you my friend. Niliteremka nikaenda withdraw that money, na nikaenda nikalipa nyumba immediately 3,000, na nikaenda Naivas nikafanya shopping. That time I think 2,000 was a lot of money. Nilifanya big shopping na nikakuja nyumba ikakuwa imelipika. The next day the man called me akaniambia nilikutumia pesa. Nikamwambia yeah, you told me you don't talk to me people like me and I've already paid my house rent. Akaniambia take the money as apology. So when I'm telling you by tomorrow you're going to receive a good news, have faith in God na ukae katika njia za haki na kweli. Mungu alilipa nyumba ambaye sikujua mahali pesa inatoka, na Mungu aliweza kunitendea. Up to now nobody aliweza kunifuata kuniuliza, because is the God who did it, the God of miracle, the God of wonders. I want to tell you today, ukae katika njia za Mungu, uache mambo zote mbaya na uambie Mungu I'm taking faith.
In this illness, I'm taking faith. Tomorrow I'll be healed. Hata take imani useme by now nitakuwa nimeponywa. Eka imani useme sijui nitakula nini jioni, but God who know how to provide, you are going to provide for me. Wewe unayekaa uko na kesi kesho kotini, unajiuliza utafanya nini? Kuwa na imani, Mungu anaenda kukufungulia njia. Wewe umepangiwa kesho kukuja kuchotwa na Shylock Bank, kuwa na imani, Mungu anaenda kukufungulia njia. I want you to repeat mara 3. Good news is locating me. Good news is locating me. Good news is locating me. In Jesus' name. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu na kuinua na kuabudu nikisema ni asante kwa ajili ya neno lako katika 2 King 7 verse 1. My Father, King of glory, you are going to give us a good news. We are going to get a better news more than what we can imagine. Naombe yote anayenisikiza na kunitazama Jehova, mguze na umtembelee Jehova, ukampa nyimbo za sifa na ukatufunika na damu Yesu Kristo wiki mzima, ukatulinda na ukatufungulia Jehova. And I believe they will give the testimony what you have done, King of glory. Show them grace and mercy. Mahali popote nimekosea, naomba ukaniosha na ukanitakaza. Wacha neno lako likatimie na likaleta nuru na mwangaza katika maisha yetu, na ni katika jina la Mwana Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen and amen. Please remember to follow me on YouTube and like and subscribe. Na katika TikTok naitwa Catherine Njuguna, ukaweza pia kufollow, to like and subscribe and to share the good news of God. Be blessed. See you next round. Amen.